Ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji, kokote uliko, na tumai umzima na buheri wa afya. Zikiwa zimetimia saa 7 dhuhuri saa za Afrika Mashariki, karibu kwenye meza ya habari za magharibi mchana. Mimi nafahamika kama Juma Ngetich. Tunaanza na taarifa ambapo vuguvugu la wakimbizi bonde la Ufa limetaka viongozi kuhubiri amani na umoja badala ya kuchochea vurugu na migawanyiko kupitia siasa. Hata hivyo, wametaka viongozi kuweka mshikamano wa jamii mbele, huku nchi ikielekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Wakati huu baada ya serikali kufidia our agencies, sasa ni wakati wetu sisi waathiriwa ambao tumewahi kupoteza mengi kwa ajili ya machafuko ya baada ya uchaguzi. Tukiangalia yale ambayo yanafanyika sasa, kama yale tuliona Homa Bay, ni ishara kamili, it is a warning ya kwamba kuna jambo ambalo linaweza kufanyika mbaya zaidi, na sisi tunaogopa. Tumeteseka, hatuna mbele na nyuma, hatuna mahali pa kuishi, watoto hawasomi, tunalala njaa, hata makao, hata nini. Rais wetu tukumbuke. Wale ambao tuliachwa wakati walikuwa wanafidia wenzetu wa 2007 tukaachwa nyuma. Kwa hivyo sasa hizi bado tunahitaji, ikiwezekana, rais utuangalie wale ambao tulikuwa tumebakia, ili nasi utukumbuke. Tume ya maadili ya kupambana na ufisadi imemkamata karani mmoja wa mahakama ya kaunti ya Busia kwa tuhuma za kuomba na kupokea hongo ya shilingi 180,000. Hata hivyo, anadaiwa kutaka kushinikiza matokeo ya kesi ya jinai iliyokuwa mbele ya mahakama. Tukizungumzia kwa wahudumu wa afya mashinani katika maeneo bunge ya Kandui na Sirisia, kaunti hii ya Bungoma, wamepatiwa mafunzo ya kujikinga na kudhibiti ugonjwa na maambukizi ya Ebola. Mafunzo hayo yametolewa na maafisa wa Wizara ya Afya pamoja na wataalamu wa afya katika juhudi za kuimarisha uwezo wa wahudumu kukabiliana na ugonjwa huo. Na siku ya leo tumeweza kuwa hapa tukiwa tunahamasisha hawa madaktari wa mashinani wakaweze kwenda kuhamasisha wale ambao wako manyumbani, tukijua ya kwamba wako na nyumba karibu 100 zile ambazo wao huenda kuhamasisha na kuwashughulikia kwa mambo ya afya. We are targeting the members of the community to be safe, and the right approach is ensuring that we strengthen community health services by working together with the community health promoters. Zidi kusonga mbele ni kuwa mamlaka ya kitaifa ya usalama wa bioteknolojia imesema kuwa inafanya maboresho ya kuimarisha mchakato wa kuidhinisha bidhaa na miradi inayohusisha viumbe vinavyobadilishwa kinasaba, yani GMO, huku ikiweka sawa taratibu za udhibiti ili kusaidia kuimarisha usalama wa chakula nchini. Mamlaka hiyo inasema kuwa imeidhinisha jumla ya maombi na miradi 97 inayohusiana na GMO tangu kuanzisha kwake. One thing we have agreed and we'll work on it is to harmonize our regulatory our approval process so that where other government agencies are involved like NEMA, it runs concurrently. So the moment we approve, there's no other commitment that and fears that it might not work the other end. The scientific community is urging us to probably work faster and be able to communicate quickly so that they can be able to push out more applications
for our consideration and approval. They have also required that we continuously train them, especially the institutional biosafety committees, which initially have the first-hand look at this application. Na kwingineko ni kuwa makasisi kutoka eneo la Nyanza wamekemea kuongezeka kwa visa vya vurugu za kisiasa, huku wakitoa wito wa utulivu na busara miongoni mwa viongozi wa kisiasa. Viongozi hao wa kidini wameonya kuwa siasa za mgongano wa kikabila zinaweza kulipelekea taifa kwenye machafuko kufuatia visa vya uharibifu vilivyoshuhudiwa mjini Homa Bay, maeneo mengine humu nchini. What they do is far-reaching in terms of shaping the society, and therefore whatever they put the young people to do is a replica of their behavior and what Kenya will become. Kama National Cohesion imesema Gachagua enda record statement kwa maneno ya uchochezi, please heshimu sheria, enda record statement. Gachagua, you are not above the law. Kila mtu operate katikati ya. Uhuru Kenyatta anasema tutafika wakati wa kutoa pesa, hata toa. Alituambia kwa Azimio atatupatia pesa ya agents 400 million. Hakupeana, akawacha Raila kwa njia. Sasa Sifuna atapata pesa, yeye anaambiwa utapata pesa. Yeye anataka kutumia yeye kuwagawa nyinyi. Sadata mpenzi mtazamaji, shukrani kwa kuwa nasi toka mwanzo hadi sasa, ambapo napata mapumziko japo mafupi, lakini nikirejea nitakuwa na mengi zaidi. Usikwende mbali.